Hujambo na karibu. Afisa wa magereza Abigail Chepkemoi aliyekuwa akihudumu katika gereza la CK Sotik ameuawa na aliyekuwa mpenzi wake wa zamani Geoffrey Wali ambaye ni mwalimu. Inadaiwa kuwa baada ya kutekeleza tukio hilo, Geoffrey alipiga picha ya selfie akiwa karibu na mwili wa marehemu. Kwa mujibu wa taarifa zinazosambaa, baada ya tukio hilo, alichapisha ujumbe kwenye kundi la WhatsApp la wenzake akisema, poleni tu sana, done and dusted. Vyanzo vinaeleza kuwa Geoffrey alidaiwa kutumia fedha kumsaidia Abigail kupata kazi ya uafisa wa magereza. Hata hivyo, baadaye Abigail alikatisha uhusiano wao, jambo ambalo linadaiwa lilimfanya Geoffrey ajisikie amesalitiwa na kutumiwa. Inadaiwa kwamba alimuua kabla ya kujaribu kujidhuru. Pole nyingi kwa familia, ndugu na marafiki wa marehemu Abigail Chepkemoi. Kwa hivyo ni taarifa ambazo ni ya kuhuzunisha sana, visa vya watu wawili ambavyo vinafanyika. Tumeona ya kwamba katika mapenzi, tumeona ya kwamba watu wengine wamechukua hatua mikononi mwao na kufanya jambo ambalo si zuri, jambo ambalo ni baya, niseme ya kwamba jambo ni baya. Ikitokea kwamba kuna kutoelewana baina ya watu wawili, tafadhali nawaomba ni vizuri mkae chini muelewane. Kama ulikuwa umetumia pesa za mwingine, muelewane vizuri mrudishie. Ama kama we ni msichana umeona ya kwamba huyu mvulana siwezi enda naye mahali, huyu mwanaume huwa tunataka kula hela zake, huyu mwanaume nataka kumtumia vibaya, ndio tafadhali usiwahi fanya hivyo kwa sababu mwisho wa siku utakuja kuumia. Kama unaona ya kwamba huwezi peleka mtu mwingine mbali, ni afadhali uachane na yeye mapema badala ya kumtumia vibaya, na yeye atakuja kuona ya kwamba umemsaliti na jambo ambalo litakalofanyika litakuwa ni mbaya. Kwa hivyo iwe ni funzo kwa wanawake, iwe funzo kwa wanaume. Kwa mwanaume na wewe ukiona kwamba mwanamke huyu hakupendi, achana na yeye, acha kumshughulikia na yeye unajua ya kwamba hakupendi, kwa sababu wewe peke yako utakuja kuumia baadaye. Na wewe mwanamke ikitokea kwamba mwanaume amekupenda lakini wewe humpendi, na afadhali umwambie mapema asije kugharamika kukusaidia kisha baadaye mambo mengine yakakuja yakafanyika. Kwa hivyo jambo ambalo ni la kuhuzunisha, lakini tunaomba ya kwamba kwa watu wawili tafadhali, mawasiliano ni kitu cha maana, kuongea ni kitu cha maana, suluhisho ni kitu cha maana. Kwa hivyo ikitokea mambo kama haya tafadhali naomba mketi chini na muelewane, kwa sababu hakuna jambo ambalo haliwezi kutatuliwa. Mketi mtatue na maisha yaendelee. Nawatakia kila la heri, Mungu awajalie, pia Mungu awaonekanie mambo mazuri ili muendelee kufurahi kwenye maisha yenu.